Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na leo tunakutana pia katika taarifa zetu za asubuhi kuendelea kuwapatia habari za kweli zilizo sahihi na zilizothibitishwa kutoka ndani na nje ya nchi, hasa katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama na kijamii inaendelea kubadilika kila siku. Na katika kipindi hiki ambacho taarifa nyingi husambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii, tunakumbusha umuhimu wa kuwa uangalifu na kile tunachokisoma na kushiriki. Kila taarifa si lazima iwe ya kweli na kila kinachosambazwa si lazima kiwe kimehakikwa. Tukumbuke daima kuwa shiriki zetu zinapaswa kuwa daraja la kuunganisha jamii, si silaha la kugawa watu. Ndio maana tunasisitiza hakuna nafasi ya uchochezi wala chuki kupitia mitandao ya kijamii, hakuna kushiriki taarifa bila udhibitisho. Kabla ya kushare ujumbe wote kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp, Facebook, Twitter na YouTube, majukwaa mengine, tujatahadhari kwanza kuhakikisha ukweli wake na tujepushe na uvumi, upotoshaji na taarifa zinazoweza kuchochea migawanyiko au chuki miongoni mwa jamii zetu. Tutumie teknolojia kwa kujadili kama chombo cha kuelimisha, kuunganisha na kujenga amani, si kuvunja au kugawa jamii. Kila mmoja wetu ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho au chanzo cha tatizo. Na hii ambayo endelea kusikiliza ni Kivu News Info, ambayo tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Mengi zaidi ni katika matangazo yetu hii ya asubuhi ya leo. Mapigano makali yameripotiwa tangu alfajiri ya Jumanne tarehe 5 Mei katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi zinaeleza kwamba mapigano haya yalihusisha makundi ya wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mapigano yametokea kwa kutumia silaha nzito katika maeneo ya Lumbishi na Katale ambayo ni maeneo mkakati katika ukanda huo wa Kalehe. Mashuhuda wa eneo wanasema kuwa milio ya risasi na mlipuko wa mabomu imesikika kwa muda mrefu, aliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya mapigano. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kupitia operesheni zake za anga linadaiwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone katika kukabiliana na mashambulizi hayo. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa drone hizo zilifanikiwa kuharibu mfumo wa ulinzi wa anga wa adui unaojulikana kama mfumo wa makombora wa ardhini kwenda angani uliokuwa umewekwa katika vilele vya milima ya Lumbishi. Hatua inaelezwa kuwa kimkakati katika kuzofisha uwezo wa adui kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga. Hata hivyo, hadi sasa bado kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha kujeruhiwa kutokana na mapigano hayo. Wananchi wengi wameanza kuyahama makazi yao wakihofia usalama wao, huku wengine wakikosa msaada wa kibinadamu kutokana na hali ya mapigano inayoendelea. Eneo la Kale limekuwa likishuhudia mara kwa mara mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha, hali ambayo inaendelea kuzorotesha usalama na maisha ya raia. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa pande zote kuhusika kusitisha mapigano na kulinda maisha ya wananchi wasiokuwa na hatia. Hadi kufika sasa, mamlaka za mkoa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu hali halisi ya operesheni zinazoendelea, lakini juhudi za kurejesha utulivu zinaendelea kuripotiwa kuimarishwa katika maeneo yaliyoathirika. Watu wasiopungua 3 wameripotiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mashambulizi mawili ya wakati mmoja yaliyotokea mapema asubuhi ya jana Jumanne tarehe 5 Mei katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mashambulizi yanadaiwa kufanywa na waasi wa kundi la ADF ambao wamekuwa wakihusishwa mara kwa mara na vitendo vya kigaidi na ukatili dhidi ya raia. Mashambulizi hayo yalilenga vijiji vya Mambume na Mabelenga yako katika groupement ya Bavalenda ndani ya sheferia Walese Vukutu katika wilaya ya Irumu kwenye miili wa barabara kuu ya Komandaluna maarufu kama barabara namba 4 ya taifa. Mashuhuda wa eneo wanasema kuwa mashambulizi yalifanyika ghafla kwa kutumia silaha za moto, alizua hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Baadhi ya wananchi walazimika kukimbia makazi yao kutafuta usalama, huku wengine wakibaki wakiwa katika hali ya sitofahamu kutokana na kile kinachoendelea.
Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu watatu waliuawa papo hapo, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa vibaya na kukimbizwa katika vituo vya afya vilivyoko karibu kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Hata hivyo, idadi kamili ya waathirika hao bado haijathibitishwa rasmi, huku juhudi za kuwatafuta waliopotea zikiendelea. Hali ya usalama katika eneo hilo inaelezwa kuwa bado ni ya wasiwasi licha kuripotiwa kuwepo kwa utulivu wa muda baada ya mashambulizi hayo. Vyanzo vya kiraia vinaeleza kuwa familia nyingi zimeanza kuyahama makazi yao kwa hofu ya mashambulizi mapya, na tayari kuna taarifa za watu waliokimbia makazi yao kuanza kuonekana katika maeneo ya jirani. Eneo la Iramu, hususan kwenye miili wa Komanda Luna, limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya makundi yenye silaha hasa ADF ambayo inaendelea kusababisha maafa ya kibinadamu na kuwafanya maelfu ya watu kuwa wakimbizi wa ndani ya nchi. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za usalama kuongeza juhudi katika kulinda raia na kuhakikisha usalama unarejea katika maeneo yaliyoathirika. Kuna wito pia wa misaada ya haraka ya kibinadamu kuwafikia walioathirika na mashambulizi hayo, hasa ya wale wanaolazimika kuyahama makazi yao. Hadi sasa mamlaka za kijeshi na za mkoa bado hajatoa taarifa rasmi ya kina kuhusu mashambulizi hayo, lakini operesheni za kijeshi zinaripotiwa kuendelea katika eneo hilo kwa lengo la kuwafuatilia na kuzuia washambuliaji. Wito umetolewa kwa wapiganaji wa wazalendo walioko katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini kuondoka ndani ya maeneo ya mijijini na kuelekea moja kwa moja kwenye mstari wa mbele wa mapigano. Wito umetolewa siku ya jana Jumatatu tarehe 5 Mei na Delfe Kalembe Ngomazito kama jenerali wa kitengo maalumu cha wazalendo. Akizungumza baada ya mazungumzo na mshauri wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayeshughulikia masuala ya kijamii na kitambulisho katika eneo la mashariki mwa nchi, Jacques Kongolo, Delfe Kalembe Ngomazito amesisitiza umuhimu wa kurejesha nidhamu miongoni mwa wapiganaji hao, hasa wale walioko ndani ya mji wa Uvira. Kwa mujibu wake, uamuzi umechukuliwa na kuelekeza nguvu zote katika maeneo ya mapigano ili kutofautisha kati ya wale wanaitwa wazalendo waaminifu na wale wengine wanadaiwa kutumiwa na adui. Ameonya kuwa uwepo wa wapiganaji wenye silaha ndani ya miji unachangia vitendo vya uvunjifu wa amani, ikiwemo unyanyasaji dhidi ya raia, alinaweza kuchafua taswira ya kundi hilo mbele ya jamii hii. Katika kutekeleza hatua hiyo, muda wa siku 5 umetolewa kwa wapiganaji wote walioko mjini kurejea katika maeneo ya mapambano. Imeelezwa kuwa ni makamanda pekee watakaoruhusiwa kuingia mijini kwa idadi ndogo ya walinzi, huku yeyote atakayehusika na vitendo vya fujo au uvunjifu wa sheria atatakiwa kuchukuliwa hatua kali kulingana na taratibu za kijeshi. Lengo kuu lilikuwa ni kuimarisha usalama wa miji na kuzuia uwezekano wa maadui kupenya ndani ya Uvira. Hata hivyo, mbali na masuala ya kijeshi, ujumbe huu umebeba pia dhamira kutuliza hofu miongoni mwa raia. Delfe Kalembe Ngomazito amejibu wasiwasi uliotolewa na baadhi ya wakazi wakiwemo kutoka jamii ya Banyamulenge wanaofia uwezekano wa kufanyiwa ukatili na watu wenye silaha. Amesisitiza kuwa jukumu la wazalendo ni kulinda raia wote wa Kongo bila ubaguzi wote, na kwamba kila mwananchi ana haki ya kusafiri na kuishi kwa uhuru kama inavyotambuliwa na katiba. Katika sehemu ya pili ya ujumbe wake, Kalembe ametoa wito kwa viongozi wa kijamii, kisiasa na kimila, si tu katika mji wa Uvira bali pia katika mkoa wa Kivu Kusini na taifa kwa ujumla, kushirikiana katika kujenga amani ya kudumu. Amesema kuwa vita vya muda mrefu vimesababisha mateso makubwa kwa wananchi, hivyo ni wakati wa kuweka mbele umoja, maridhiano na kujenga upya uhusiano na kuaminiana kati ya jamii mbalimbali. Kauli hiyo inakuja wakati ambako hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete, huku mapigano yakiendelea katika maeneo kadhaa na kusababisha hofu, vifo pamoja na ongezeko la wakimbizi wa ndani. Hadi sasa mamlaka husika zinaendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa wito huu, huku wananchi wakihimizwa kudumisha utulivu na kushirikiana na vyombo vya usalama ili kuhakikisha amani inarejea katika mji wa Uvira na maeneo ya jirani. Yangu kwa wazalendo wenye kuwa katika jiji la Uvira, kwa saa hizi tumekamata decision ya kusema eti twende kwenye ligne de front. Maana kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wasiokuwa halisi. Kuwajua sasa wazalendo halisi, sisi wote kwanza twende kwenye ligne de front ili tuangalie gisi tutachanga wenye kuwa na masiraha, ili tutafute wale wengine wasiokuwa wazalendo halisi ndio wanayeleta mauaji ndani ya mwingine. Kwa maana adui ataweza tuuza ili tuwe tunauana tuwe tunaua raia. Na hizi masiraha zenye kuzunguka mingi ndani ya mwingine ndizo zimeleta kuua raia sana. Ila tumepana siku 3 wale wazalendo halisi wawe tuwe tulishatoka ndani ya mwingine, na ule mwenye atabakia ajue kama anajisentir kama iko na wasoda 5
Wale wenye ataambia banatembelea kumlengo yake. Na wale wengine wenye kuwa na masiraha mingi wote, sisi wote twende kwanza kulinye de front, twende chunga adui asiingie ndani ya mwingine yetu. Yule ambaye atakayeshikwa iko na piga risasi kiovyo, iko natembea kiovyo, nafaa kwanza afungwe, kiongozi wake kuja mchukua, wampatie decision yenyewe atatembelea. Kama vile regrema ya kazi. Yule yoyote anayesema kama angali na boga, kwa maana kuna wamoja wangali na boga eti wanazalendo wataweza waua. Kuna wanyamlengo wamoja tuko nao wako nasema kama eti taweza waua, na wengine wenyewe wataweza ingia sema taweza waua. Hapana, yule yoyote anayejua kama ni mkongomani alisi tuko naye hapa Uvira ajisikie kama iko na amani. Na kila community yoyote yenye kwa pamoja tushikamane mkono kwa mkono. Na hakuna mzalendo yoyote mwenye ataweza angamiza yule mtu anayeongoza. Kwa saa hii nataka kuletea watu wote wawe na amani. Wanyamulenge, wa Fuleru, wa Bembe, wa Mushi na wengine. Hizo kabila zote tushikane kwanza mkono mkononi. Kwa saa hizi tunaleta amani kwa kila mtu. Maana vita imeponda muda mrefu, lakini tumekuta vita hiyo imeletwa na wafanyasiasa. Na hiyo vita tunapenda ikomeshwe. Na isipokomeshwa tunajua kama tukiwa kwa umoja vita taikomesha. Shirika la kimataifa la matibabu Médecins Sans Frontieres limethibitisha kutokea kwa tukio la kiusalama lilokumba timu yake wakati wa misheni ya tathmini ya mahitaji ya kibinadamu katika eneo la Mwenga, kusini magharibi mwa Bukavu, mkoani Kivu kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, tukio hilo lilitokea tarehe 1 Mei wakati timu hiyo ilikuwa safarini kuelekea maeneo ya Kamituga kuna Kitutu kwa ajili ya kukusanya taarifa kuhusu hali ya kibinadamu na mahitaji ya afya kwa wananchi walioathirika na migogoro inayoendelea. Hata hivyo, shirika hilo limethibitisha kuwa wafanyakazi wake wote wako salama na wanaendelea na shughuli zao katika eneo la Mwenga na kwa kushirikiana kwa karibu na mamlaka za afya pamoja na viongozi wa ndani. MSF imeeleza kuwa hatua zote muhimu zimechukuliwa ili kuhakikisha usalama na timu yake unaimarishwa. Shirika hilo linaeleza kuwa linaendelea kuwa katika mawasiliano ya karibu na wadau mbalimbali ili kufafanua mazingira halisi ya tukio hilo la kiusalama. Kwa mujibu wa MSF, majadiliano yanaendelea kati ya pande husika yanaendelea vizuri na kwa njia ya kujenga, jambo linalotoa matumaini ya kuimarika kwa hali ya usalama kwa wahudumu wa kibinadamu katika eneo hilo. Katika taarifa yake, MSF imesitiza tena dhamira yake ya kuendelea kutoa huduma za matibabu kwa wananchi wote bila ubaguzi wote, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro kama ilivyo katika sehemu mbalimbali za mkoa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo kwa ujumla. Shirika hilo limekuwa likicheza nafasi muhimu katika kutoa huduma za afya katika maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama, ambapo mara nyingi upatikanaji wa huduma hizo kuwa ni mdogo na haupo kabisa. Swali linakuja katika wakati ambako mashirika ya kibinadamu yanaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama katika maeneo mashariki mwa nchi, hali inayoweza kuathiri utoaji wa huduma muhimu kwa wananchi wanaohitaji zaidi. Hadi sasa kuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu chanzo cha tukio hilo, lakini juhudi za kuhakikisha usalama na wahudumu wa misaada zinaendelea kupewa kipaumbele. Hasira na mvutano vimeendelea kutanda katika eneo la Lubero Centre, makao makuu ya wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia kugunduliwa kwa miili miwili iliyozikwa katika kambi inayodaiwa kukaliwa na wapiganaji wa Zalendo katika kijiji cha Kimbulu. Taarifa zinaeleza kuwa miili hiyo ni dereva wa bodaboda saa 8 Love pamoja na mteja wake ambao walikuwa hawajulikani walipo kwa muda kabla ya kupatikana wakiwa wamezikwa katika mazingira yanayozua maswali mengi miongoni mwa wakazi. Tukio hilo limebua ghadhabu kubwa miongoni mwa wananchi, hasa miongoni mwa madereva wa bodaboda ambao wameamua kusimamisha shughuli zao kwa kama ishara kupiga kile wanachokita ukosefu wa usalama na ukiukwaji wa haki za raia. Barabara kadhaa zimefungwa kwa kuwekwa vizuizi na kuchomwa kwa matairi, alosababisha kupooza kwa kiasi kikubwa kwa shughuli za kijamii na kiuchumi katika mji huo. Licha ya hiyo, baadhi ya shughuli zinaendelea kwa tahadhari kubwa. Shule zimeendelea kufunguliwa kama kawaida, ingawa wakazi na wanafunzi wanaonekana kuwa na hofu kutokana na hali ya usalama isiyoeleweka vizuri. Kwa upande wake, Réseau des Taximen du Congo, ambao ni mtandao wa madereva wa taksi na bodaboda nchini, umetangaza nia kufanya mazungumzo na gavana wa kijeshi wa mkoa Kivu Kaskazini kabla ya kuandaliwa kwa mazishi ya marehemu hao. Lengo lilikuwa ni kudai haki, uwajibikaji na hatua madhubuti zichukuliwe dhidi ya wahusika wa tukio hilo.
Wananchi wanatoa wito kwa mamlaka za usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa tukio hili na kuwachukulia hatua wale wote watakaobainika kuhusika. Tukio hili linaongeza hofu katika maeneo ambalo tayari limekumbwa na changamoto za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha. Hadi sasa mamlaka za eneo hilo bado hajatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo, huku hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau mbalimbali wa usalama na kijamii. Basi na sisi Kivu News Info tutazidi kukuletea taarifa zaidi kadri zitakavyokuwa zinajiri. Tahadhari imetolewa dhidi ya kusambazwa kwa taarifa zisizo sahihi zinazodaiwa kuenezwa na baadhi ya kurasa za propaganda zinazohusishwa na uasi wa M23 kuhusu hali ya usalama katika eneo la Bibokoboko mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mwandishi aliyefanya ziara katika eneo hilo siku ya Jumapili tarehe 3 Mei, hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa wakazi walizuiwa kwenda kanisani kinyume na taarifa zinazosambazwa mitandaoni. Ziara hiyo ilikuwa sehemu ya mfululizo wa ripoti zinazohusu maeneo yenye mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Imeelezwa kuwa kukuwa na mgongano wowote wa kauli kati ya mshauri wa rais anayeshughulikia masuala ya kijamii na kitambulisho katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jacques Kongolo, na kiongozi wa kundi la Wazalendo Jenerali Amuri Yakutumba. Badala yake mazungumzo yalilenga zaidi swala la kurejesha amani katika eneo hilo. Na katika ziara hiyo, Jacques Kongolo alikabidhi jamii ya Bibokoboko msaada ng'ombe 91 uliotolewa na kwa niaba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama sehemu ya juhudi za kusaidia jamii na kuimarisha mshikamano. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wanaeleza hofu yao kuhusu vitendo vya wizi vinavyodaiwa kufanywa kwa baadhi ya watu wanaojitambulisha kama wazalendo wanaohusishwa naye Yakutumba. Katika ujumbe wao alimwomba kiongozi huyo kuhakikishia usalama na amani, wakisitiza kuwa wanahitaji kuishi kwa utulivu bila vitisho wala unyanyasaji. Akijibu hoja hizo, Jenerali Amuri Yakutumba alisisitiza umuhimu wa kila upande kushiriki katika juhudi za kutafuta amani. Alieleza kuwa ndani ya makundi yoyote hakuna watu wazuri na wabaya, na kwamba wale wanaofanya vitendo vya wizi au uvunjifu wa sheria hawakilishi msimamo rasmi wa wazalendo. Ameongeza kuwa hata katika maeneo yenye operesheni za kijeshi ni muhimu kulinda raia na kuwashirikisha katika juhudi za kurejesha usalama, hasa katika mapambano dhidi ya uasi wa M23. Kwa mujibu wake, lengo kuu linapaswa kuwa kuhakikisha wananchi wanapata amani ya kudumu. Ujumbe unakuja katika wakati ambako juhudi mbalimbali zinaendelea kufanywa ili kupunguza mvutano wa kijeshi na kuhimiza maridhiano kati ya jamii katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro mashariki mwa nchi. Wananchi wanahimizwa kuwa makini na taarifa wanazozipokea na kusambaza na kuhakikisha wanategemea vyanzo vya kuaminika ili kuepuka kuchochea taharuki au chuki zisizo na lazima. Jenerali Yakutumba watakuwa kuiba ng'ombe Bibokoboko. Hivi mimi na alisema sio wake leo. Nibaki. Si Bibokoboko. Kama ile maombi yenyewe aliomba ni ya kweli. Jenerali, tunakuomba amani. Utupe amani. Tunakuomba utupatie amani. Tunakuomba Jenerali, tunakuomba utupatie amani. Atuombe huyu bwana mwenyewe anatoka Kinshasa. Na hatutamuomba Mungu, tunakuomba wewe utupe amani. Wakati taifa lake lisema awaombea amani, walisema kama na iwao pia wajikonforme. Kitu kilicho muhimu hapa ni kusema sisi sote tunahitajika kutafuta amani, hapana mtu mmoja. Bibokoboko itafute amani, sisi wazalendo tutafute amani, delegation inakuja itafute amani, watu wenye kuwa kule chini raia itafute amani, ngambo zote. Kulingana na hawa wazalendo, kuko wazalendo kadiri vile mtu mmoja alisema hapa, wazalendo wa kweli na wazalendo ambao sio wa kweli. Kuna wazalendo ambao walikuja kuwaiba hapa na wenye wako wanabaiba hapa, wengi wanabaiba pasipo izini yetu, wanakuja kwa mawazo yao. Na ndio maana niko nawaambia wazalendo wote, hata Minembo, kama sio tunaingia Minembo, niko nawaambia hivi, kama unaingia Minembo huko population civile, kama kuko M23 tushambulie M23 yenye kwa na silaha, lakini population civile iko na amani. Njo neno letu hili, amani, watu wote wanapaswa kupata amani. Ile njo nilisema mimi. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bruno Le Marquis, amefanya ziara muhimu ya tathmini hali ya usalama na kibinadamu katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini siku ya jana Jumanne tarehe 5 Mei mwaka 2026.
Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa ziara hiyo ni sehemu ya mfululizo wa safari anayoifanya katika maeneo mashariki mwa nchi baada ya kupitia kila jimbo la Ituri, maeneo ambayo yanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kiusalama pamoja na migogoro ya kibinadamu. Akiwa Beni, Bruno Le Marquis amekutana na viongozi wa eneo hilo pamoja na mashirika ya kibinadamu wanaofanya kazi katika ukanda huo. Mazungumzo yamelenga kutathmini hali halisi ya usalama, kuelewa mahitaji ya wananchi pamoja na changamoto zinazokabili shughuli za misaada zinazotolewa na wadau mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, moja malengo makuu ya ziara hiyo ni kuboresha uratibu wa misaada ya kibinadamu ili kuhakikisha inawafikia wananchi wanaohitaji kwa wakati na kwa ufanisi zaidi. Juhudi zinaelekezwa katika kuimarisha mfumo wa ulinzi wa raia, hasa katika maeneo yanayokumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Eneo la Beni limekuwa likishuhudia vitendo vya vurugu na mashambulizi ya mara kwa mara, hali ambayo imesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao na kuishi katika mazingira magumu ya kibinadamu. Hali hiyo imeweka shinikizo kubwa kwa mashirika ya misaada yanayojaribu kuwahudumia waathirika. Kupitia ziara hiyo, Umoja wa Mataifa unalenga pia kuimarisha ushirikiano kati ya mamlaka za ndani na mashirika ya kimataifa ili kukabiliana kwa pamoja na changamoto zinazoendelea katika eneo hilo. Ziara hii ya Bruno Le Marquis inatajwa kuwa hatua muhimu katika juhudi za kimataifa za kusaidia kurejesha utulivu na kuboresha hali ya maisha kwa wananchi wa mashariki mwa Kongo, huku matumaini yakiwekwa katika kuimarika kwa usalama na upatikanaji wa misaada kwa waathirika. Tukio la kusikitisha limeripotiwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambako mwanajeshi mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC anadaiwa kumuua mke wake usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 5 Mei katika kijiji cha Robine kilichopo kaskazini mwa Mungeri-Njipa katika sekta ya Bampere wilayani Lubero. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, mwanamke huyo alifariki papo hapo baada ya kupigwa risasi. Hata hivyo, hadi sasa mazingira halisi ya tukio hilo bado haijafahamika, huku uchunguzi ukitarajiwa kufanyika ili kubaini chanzo cha tukio hilo la kinyumbani lilogeuka kuwa la mauaji. Tukio hilo limeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, hasa kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu vinavyohusishwa na watu wenye silaha. Wananchi wanaeleza hofu yao kuhusu usalama wao, wakitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya wahusika wa vitendo kama hivyo. Kwa upande wake, Nouvelle Société Civile Congolaise kupitia wakilishi wake wa Bampere umelaani vikali tukio hilo na kueleza kuwa mauaji yanayofanywa na watu wenye silaha yanaongezeka katika eneo hilo. Shirika hilo limetoa wito kwa mamlaka husika kuimarisha nidhamu miongoni mwa wanajeshi na watu wote wanaobeba silaha ili kulinda maisha ya raia na kuzuia matukio kama hayo yasijirudilie. Wadau wa usalama na jamii wanaendelea kusisitiza umuhimu wa uwajibikaji na kuchukuliwa hatua kwa yote anayekiuka sheria bila kujali cheo au nafasi yake ili kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola. Hadi sasa mamlaka za eneo hilo bado hajatoa taarifa rasmi ya kina kuhusu tukio hilo, lakini hali inazidi kuchochea mjadala kuhusu umuhimu wa kudhibiti matumizi ya silaha na kuimarisha ulinzi wa raia katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Hali ya mvutano inaendelea kuongezeka katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini kufuatia tukio la kugunduliwa kwa miili ya watu wawili, Kakule Sanelove na mteja wake Esperance, waliopatikana yamezikwa katika eneo linalodaiwa kuwa kambi ya wazalendo huko Kimbulu. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia katika eneo la Lubero ametoa msimamo mkali akimtaka kuondolewa mara moja kwa msimamizi wa wilaya Bwana Kiwewa Mileta Ale, wakimlaumu kwa kile wanachokiita kushindwa kusimamia ipasavyo masuala ya usalama na utawala katika eneo hilo. Wakazi pamoja na wadau wa sekta ya usafirishaji hususani madereva bodaboda na teksi wameeleza hasira zao kufuatia tukio hilo ambalo limezua mshtuko mkubwa miongoni mwa jamii. Kama hatua ya kupinga, madereva hao wametangaza siku ya Jumanne tarehe 5 Mei kuwa siku bila huduma za teksi katika mji wa Lubero. Wakati huo, shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi zimeathiriwa, barabara kadhaa zimefungwa na kuweka vizuizi, huku matairi yakichoma moto katika maeneo mbalimbali ya maegesho ya magari ya abiria. Hali hii imeongeza hofu na kusababisha shughuli nyingi kusimama kwa muda. Nouvelle Société Civile Congolaise pamoja na viongozi wa sekta ya usafiri waendelea kutoa wito wa kufanyika uchunguzi wa haraka na wa kina na wa haki ili kubaini ukweli wa tukio hilo
na kuwabaini wahusika. Wanataka gavana mkoa wa Kivu Kaskazini ahusike moja kwa moja katika kushughulikia swala hilo kabla ya mazishi ya marehemu wao, wakisisitiza kuwa uwazi na uwajibikaji ni muhimu ili kurejesha imani ya wananchi. Wananchi wanasisitiza kuwa matukio ya aina hii yamekuwa yakijirudilia mara kwa mara na hivyo kuhitaji hatua za haraka na za kudumu kutoka kwa mamlaka ili kurejesha usalama na utulivu katika eneo hilo la Lubero. Hadi sasa mamlaka za mkoa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu madai ya mashirika ya kiraia, huku hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu. Mahakama ya rufaa ya Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeamua kuahirisha kwa wiki 2 kesi na umhusisha aliyekuwa waziri wa sheria Constant Mutamba anahusiana na madai ya uharibifu wa fedha za umma zilizotengwa kwa ajili ya mfuko wa fidia kwa wasirika wa shughuli haramu za Uganda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Frivaho. Kesi hiyo ilipangwa kusikilizwa siku ya jana Jumanne tarehe 5 Mei, ambako Mutamba alitarajiwa kutoa ufafanuzi mbele ya majaji kuhusu tuhuma zinazomkabili. Hata hivyo hakufika mahakamani akitoa sababu za kiafya, akisema kuwa yuko katika hali ya ugonjwa na anahitaji muda wa kuendelea kupata matibabu. Kwa mujibu wa barua iliyowasilishwa tarehe 4 Mei, Mutamba ameeleza kuwa amekuwa akipata matibabu kwa muda wa miezi 7 kutokana na hali yake ya afya kuwa dhaifu na hivyo hawezi kuhudhuria kesi hiyo kwa sasa. Baada ya kupokea taarifa hizo, jaji mkuu wa mahakama ya rufaa ya Kinshasa Ngombe kwa kushirikiana na jopo la majaji aliamua kuahirisha kesi hiyo ili kumpa nafasi mshtakiwa kupata nafuu kabla ya kufika mahakamani kutoa maelezo yake. Kesi hiyo sasa imepangwa kusikilizwa tena baada ya wiki 2, yani tarehe 19 Mei mwaka 2026. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulipinga hatua hiyo, ukisitiza kuwepo kwa mshtakiwa mahakamani muhimu ili kusaidia kuendeleza kesi hiyo na kuwezesha mahakama kufanya uamuzi sahihi. Waendesha mashtaka walieleza kuwa kushirikiana na mahakama ni muhimu kwa mchakato wa haki. Kesi hiyo inahusu madai ya malipo ya zaidi dola milioni 15 za Marekani ambazo nadaiwa kutolewa kabla ya kukamilika kwa taratibu rasmi za idhini kutoka kwa mamlaka ya udhibitisho wa manunuzi ya umma. Katika ushahidi uliotolewa hapo awali, afisa mkuu wa muda wa Frivaho ambaye kwa sasa yuko rumande katika gereza la Makala alidai kuwa alitoa malipo hayo kwa maagizo ya mdomo kutoka kwa waliyekuwa waziri wa sheria. Kwa upande mwingine, baadhi ya kampuni zilizopokea fedha hizo zimeeleza kuwa zililipwa kabla ya kukamilika kwa taratibu zinazotakiwa na sheria na manunuzi ya umma. Baadhi ya viongozi wengine wakiwemo wakurugenzi wakuu wa benki ya Robenki, shirika la umeme SNEL pamoja na mwenyekiti wa bodi ya Frivaho hawakufika mahakamani katika kikao hicho na wanatarajiwa kuitwa katika tena kikao kijacho. Kesi inaendelea kuvutia umakini mkubwa nchini, ikihusisha masuala ya uwajibikaji wa fedha za umma na matumizi ya mamlaka serikalini. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunawashukuru kwa dhati kwa kuwa nasi katika dakika hizi za habari na uchambuzi, na vile vile tuendelea kuwakumbusha kuwa jukumu la kulinda amani, ukweli na mshikamano liko mikononi mwa kila mmoja wetu. Habari ni nguvu kubwa, lakini nguvu inayoweza kujenga kubomoa. Ndio maana tunapaswa kutumia kwa hekima, uwajibikaji na uangalifu. Tuchoke kuhimiza kuhakiki kabla kushiriki, kuepuke uvumi na tuchague kwa sehemu ya suluhisho badala ya kuchochea migawanyiko. Kila ujumbe tunaosambaza unaweza kuathiri maisha ya watu wengi. Shiki zetu ziwe chombo cha umoja na si cha migawanyiko. Habari ziwe daraja la kuunganisha jamii zetu na si silaha ya kuzitenganisha. Basi asanteni sana kwa kuendelea kusikiliza Kivu News Info, na tuendelee kuwajulisha kwamba kila siku tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kuemea vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakomesha fanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo ya kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba uko na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha nitakie asubuhi njema yenye mafanikio tele, na wenda tena tutanane katika matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye bye na chao, baki salama.